ataishi milele. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wapendwa, leo ni sherehe ya mwili na damu, yaani Ekaristi Takatifu, ambayo kimsingi itakiwa sherehe hii iadhimishwe siku ya Alhamisi Kuu, lakini kwa sababu ya mpangilio wa matukio ya Juma Kuu, basi inakuwa ni ngumu kuisherekea vile inavyopaswa, na ndivyo basi kanisa likatupatia Dominika hii ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kama siku maalum ya kuweza kusherekea, ya kuweza kuiishi Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu, ndugu zangu, ni maisha. Tumesikia katika maandiko matakatifu kwamba akilaye chakula hicho ataishi milele. Ndugu zangu, wataalamu wanasema mtu anakuwa vile alivyo kutokana na kile anachokula na kunywa. Pia Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia ujumbe huo kwamba yule atakayekula chakula hicho ataishi milele, yaani Ekaristi Takatifu. Sherehe hii itukumbushe mimi na wewe, je, ni washiriki hai wa Ekaristi Takatifu? Mimi na wewe ni vikwazo gani ambavyo vinatufanya tusishiriki vyema Ekaristi Takatifu, kwa maana ya kwamba kuja hapa mbele kukomunika? Ni sherehe ambayo inatutaka kila mmoja wetu kuweka mbali kikwazo ambacho kinamfanya asiweze kula na kunywa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe katika Dominika hii kila mmoja ajichunguze katika nafsi yake. Ni nini kinachomtenga na chakula hiki cha kiroho? Ni nini kinachomweka mbali kuto kushiriki Ekaristi Takatifu? Na tufahamu kwamba, ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni nafsi, person, ni nafsi. Ekaristi Takatifu ni nafsi, kwa maana ya kwamba nayo pia kama zilivyo nafsi nyingine, kama nafsi yangu na nafsi yako kama binadamu, Ekaristi Takatifu pia nayo ni nafsi, person. Kwa hiyo nayo pia ina hisia, nayo pia kama vile nafsi za kibinadamu zinavyoenenda, kama vile nafsi za binadamu zilivyo, Ekaristi Takatifu pia nayo ina experience hisia tofauti, hisia za uchungu pale ambapo tuna abuse Ekaristi Takatifu. Ni nafsi ambayo inaumia pia, kama wewe mwanadamu unavyoumia kwa kutendewa mabaya, unavyoumia kwa kupigwa, Ekaristi Takatifu pia kama nafsi nayo inaumia. Tunamuumiza Yesu wa Ekaristi kwa namna mbalimbali, lakini namna ya kwanza ni hii ambayo anatoa mwaliko wa kuja kula na kunywa, lakini mimi na wewe tunasema hapana. Ekaristi Takatifu ni nafsi inayoumia pale ambapo mpishi anaandaa chakula kizuri kinachonukia na tunakisifia, lakini mwishoni hakuna anayekwenda kukila chakula hicho. Ni maumivu kiasi gani Ekaristi Takatifu kama nafsi ya Mwenyezi Mungu, kama nafsi ya pili ya Mungu inavyoumia kwa sababu mimi na wewe kuitenga mbali kwa kuto kuipokea, lakini pia kwa kupokea pasipo mastahili. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu pia ni maisha. Ekaristi Takatifu ni maisha. Leo tutaandamana katika mitaa yetu, baadhi ya mitaa. Kama Wakristo tunaonyesha hayo maisha ya kiekaristia, maisha ya kiekaristina, ish and isha. Wale ndugu zangu mmenielewa? Ish and isha. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu
ni maisha ambayo tusiishie tu katika kukomunika, tusiishie tu katika kuabudu, bali kile ambacho tunakomunika, kile ambacho tunakiabudu ndicho ambacho tunapaswa kukiishi. Ndiyo maisha ambayo mimi na wewe tunapaswa kuyaishi kama Wakristo. Na je, haya maisha ya kiekaristia na kiekaristina, kwa maana ya kwamba naposema ekaristia ama muekaristia na muekaristina, mwanamke mwanaume na mwanamke, ishiendisha, ni maisha ya aina gani? Maisha ya kiekaristia ni maisha ya shukrani, maisha ya kumshukuru Mungu. Yule ambaye anapokea Ekaristi Takatifu ni mtu wa shukrani. Yule ambaye anaabudu Ekaristi Takatifu anapaswa kuwa mtu wa shukrani. Na yule ambaye leo tunaandamana kwa pamoja, hata kama utatukimbia, lakini unaandamana nasi katika kiroho, anapaswa kuwa mtu wa shukrani. Ndio maana hata leo tutasikia katika maneno ya konsekrasio kwamba Yesu alitoa mkate akashukuru. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kiekaristia na kiekaristina, kwamba uwe mtu wa shukrani. Haijalishi unapitia changamoto zipi, haijalishi unapitia mazuri yapi, usimshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa yale mazuri ambayo anakupitisha, lakini mshukuru kwa hata yale magumu ambayo unayapitia. Kwa maana basi tunaalikwa mara kwa mara kwenda mbele ya Yesu wa Ekaristi kumshukuru katika hali zetu zote. Na je, unapopokea Ekaristi Takatifu, unaporudi katika benchi lako, unasali sala zipi kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo anakupitisha? Na shukrani ama neno kushukuru linabeba mambo ama ujumbe mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku kama Wakristo. Anayeshukuru anaomba tena, anayeshukuru anathamini kile kitu ambacho amepatiwa na yule ambaye amempatia. Ndio maana mtu unapopewa zawadi au unapopewa kitu, usiposema asante, inawezekana usiweze kupewa kwa mara nyingine tena. Kwa yule ambaye anaishi maisha ya kiekaristia ni yule ambaye anaishi maisha ya kushukuru katika kila jambo. Lakini pia Ekaristi Takatifu ni maisha ya kugawana, maisha ya kugawana. Padri anapokomunisha, Ekaristi zinapoelekea kuisha na anaona bado watu ni wengi, tunaendelea kugawana, anavunja watu wote waweze kupata. Na ndicho ambacho hata Yesu mwenyewe alikifanya, akaumega mkate akawapa, kugawana. Ndugu zangu, yule anayeishi maisha ya kiekaristi ni mtu ambaye anagawana vipaji vyake, anagawana karama alizojaliwa na Mwenyezi Mungu na wengine. Kwa ndugu zangu, Ekaristi Takatifu isiishie tu katika makanisa yetu, bali Ekaristi Takatifu tuibebe katika maisha yetu, tuweze kuishi kila siku, Inakuwa haina maana kuwa ni mtu ambaye unaabudu na unajiunga kabisa na chama kile cha kitume cha waabuduo, Precious Blood, lakini maisha yako hayaonyeshi yale maisha ya kiekaristia, maisha ya kugawana na wengine karama, tunu mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu amekupatia. Lakini pia Ekaristi Takatifu ni maisha ya kujisadaka, sacrifice. Alitoa mkate akaumega. Ndicho ambacho pia katika kila adhimisho la misa kinafanyika, kuumega mkate. Padri anafikia mahali katika adhimisho anavunja Ekaristi Takatifu, kuonyesha kwamba ni sadaka, anatoa sadaka kama vile Kristo alivyochinjwa pale msalabani, kama wale kondoo walivyokuwa wakichinjwa kwa ajili ya kutolewa sadaka, na ndivyo basi mimi na wewe tunaalikwa pia kujitoa sadaka maisha yetu kwa ajili ya wengine. Ewe baba, ujitoe sadaka kwa ajili ya familia yako.
Mama pia ukawe sadaka kwa ajili ya familia. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake akawe sadaka, kujimega, kujivunja kwa ajili ya wengine. Kama kiongozi ndio unakuwa una nafasi kubwa zaidi, wewe ujivunje, ujimege kwa ajili ya watu wako, sio watu wako wajivunje ama uwavunje kwa ajili yako wewe mwenyewe. Hayo sio maisha ya kiekaristia. Maisha ya kiekaristia ni maisha ya kujisadaka, kujitoa kwa ajili ya wengine. Lakini pia Ekaristi Takatifu ni maisha ya kushiriki, maisha ya ushiriki, kushiriki. Somo la pili linaelezea habari hiyo vizuri kabisa, kwamba maisha ya kushiriki, anasema, je, kile kikombe cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Ushirika, Wagiriki wanasema ikonoia, communion. Watoto wanapopokea ile Ekaristi kwa mara ya kwanza, wengine wanasema komunio, kile wajui neno hilo komunio au komunyo linatoka wapi. Ni kutokana na neno la Kigiriki ikonoia, communion, kwamba umoja, maisha ya ushirika, maisha ya pamoja, ndiyo maisha ya kiekaristi. Ndugu zangu, tujiulize, mimi na wewe tunaishi maisha haya ya kishirika, maisha haya ya umoja? Umoja katika familia, umoja katika jumuiya, umoja katika parokia, tuko wamoja? Kama unapokea Ekaristi Takatifu, unaabudu, lakini hauna maisha ya umoja na wengine, hauishi maisha ya kiekaristia. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni maisha pia ya uwepo, presence. Yesu yupo mzima, yupo hai, kama tulivyosema, nafsi inayoishi, nafsi hai katika maumbo ya mkate na divai. Uwepo, nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Presence. Maisha ya kiekaristia ni maisha ya uwepo. Uwepo wa Mwenyezi Mungu, uwepo kwa wengine, lakini uwepo kwa ajili yako wewe mwenyewe. Uwepo. Lakini uwepo huu pia ule uwepo ambao wa kimwili, kama tulivyokuwepo mimi na wewe hapa. Tuongelea umoja na uwepo. Kama watu wamoja lazima tuwepo pamoja. Tuwezi tukisema kwamba sisi ni wamoja lakini hatupo pamoja. Lakini isiishie tu katika uwepo wa kimwili, kwamba physical presence, kwamba niko pale, uko pale, lakini tupige hatua ya pili. Uwepo wa kisaikolojia. Napokuwa kama katika adhimisho la misa hapa, usiwepo tu kimwili, lakini pia akili yako iwepo katika adhimisho. Iwepo katika adhimisho. Isiishie hapo tu. Uwepo pia katika hali ya kiroho, spiritual presence. Kwa hiyo physical presence, psychological presence and spiritual presence. Hizi zote zinaelezea maisha ya kiekaristia, maisha ya uwepo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa ndugu zangu, leo tunapotoka na Ekaristi nje, ndiyo kuonyesha kwamba sisi ni watu wa Ekaristia na Ekaristina, kwa maana kwamba ni watu tunaoishi maisha ya kumshukuru Mungu, tunaoishi maisha ya kugawana vipawa vyetu, tunaoishi maisha ya kujisadaka kwa ajili ya wengine, tunaishi maisha ya ushirika, maisha ya pamoja, na pia tunaishi maisha ya uwepo. Tumsifu Yesu Kristo.